kwamba ni saa yako ya watoto wako kula na kunywa mezani pako. Nasi tuko mahali hapa Bwana, tunahitaji utulishe wewe. Tumekula chakula nyumbani kwetu, tumeshiba, lakini Mungu bado matumbo yetu ya rohoni yanahitaji kupata chakula cha kutusaidia kutembea katika wokovu na kutunza wokovu ambao Mungu ameweka ndani yetu, na kuwa na afya za kiroho, ili Mungu wa mbinguni tuweze kufikiria ule mwendo ambao Mungu ameweka mbele yetu, tuweze kushinda vita hii ya dunia, tuweze kuvikwa taji ambayo Mungu ameiandaa kwa ajili yetu. Ninawabariki watoto wako wa kike kwa wa kiume, Bwana, walioko mahali hapa. Ninaombea akili zao na ufahamu wao, Bwana Mungu, akili zao zikafunguliwe na wakawe tayari kupokea neno lako kwa damu ya Yesu. Mawazo yao na akili zao, Bwana, zikawe tayari kushika neno lako na kulielewa, Bwana. Kila kizuizi chochote cha shetani ninakifunga na kuitweza kwa mamlaka jina la Yesu. Ninaamuru nguvu za Bwana zikatawale mahali hapa na uwepo wako Bwana. Ninakushukuru kwa kuwa mahali hapa. Asante kwa kuwa malaika wako wameshuka mahali hapa kutuhudumia. Tunakushukuru Bwana kwa kuwa una package kwa ajili yetu. Baba, wabariki watoto wako waliofika siku leo, kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya mwisho. Bwana, ukaseme na watoto wako, nitumie tu kama chombo chako cha kupuria imani mwako. Bwana, nitumie kama kipaza sauti chako. Mimi sina neno kwa ajili yao, lakini wewe Bwana una maneno kwa ajili yao. Katika jina la Yesu ukaseme nao. Mimi sijui kuomba jinsi Mungu alivyotaka niombe kwa ajili yao, lakini wewe Bwana una maombi kwa ajili yao. Maana neno lako linasema Roho Mtakatifu tuombe kwa Baba kwa namna kugua siweza kutamkwa. Basi Roho Mtakatifu nikualika mahali hapa, ninaweza nisiombe kama Mungu atakavyo kwa habari ya watu wa mahali hapa. Na leo ikiwa ni siku yetu ya mwisho, ninakukaribisha Roho Mtakatifu Bwana, ukawe mwombezi wetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Aliyefungwa ukamfungue, aliyeshikwa na roho zozote Mungu ukamwondolee, aliye na kiu ukamnyweshe Bwana na ukaondoe hiyo kiu katika jina la Yesu Kristo. Ninaalika uwepo wako mahali hapa, ukatutumie jinsi utakavyo. Nitumie mwili wangu, tumia nguvu zangu, tumia sauti yangu, tumia mwili wangu na kila kitu kilicho cha kwangu, kitumie kwa ajili ya utukufu wako. Ninalibariki jina lako Jehova, maana wewe ni mwema. Ninakusihi Bwana, ukatumie ukaongee Bwana na watoto wako wakupitia kinywa changu. Akili zangu na mawazo yangu yakanyamaze, ufahamu wangu ukanyamaze, hisia zangu zikanyamaze, bali wewe Bwana ulioko ndani yangu na mimi nilio ndani yako, wewe ndio ukazungumze na watoto wako. Mimi sina maneno ya kuambia, ila wewe una neno la kuambia, maana maneno yako ya hai, maneno yako ya hai, na maneno yako yanabadilisha, na maneno yako yanaokoa. Neno lako likaponye watoto, neno lako likaponye vijana, neno lako likaponye wamama, neno lako likaponye wababa, neno lako likaponye na wazee, neno lako liponye ndoa, neno lako liponye elimu, neno lako liponye biashara katika jina la Yesu Kristo. Zaidi ya yote Bwana, neno lako likafute majina ya watoto wako, wakabadilisha njia zao na wakakugeukia wewe, na majina yao yakaandikwa kwenye kitabu cha uzima katika damu ya Yesu. Ninafungua masikio yao kwa damu ya Yesu. Kila pamba za kichawi kwenye masikio ninazikataa na kuzitoa kwa damu ya Yesu. Asante Bwana kwa kuwa uko mahali hapa. Zungumza nasi, maana tuko tayari kusikia. Kila mwenye pumzi na aseme amen. Amina. Basi kwa sio nijiona, naitwa Mwalimu Chedili Andrea Njao. Nimeokoka na mpenda Yesu na mtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi tulikuwa na mkutano wetu wa siku 7 na leo ikiwa ni siku yetu mwisho. Tunamshukuru Mungu sana, amekuwa mwaminifu toka siku ya kwanza mpaka siku ya mwisho. Pia nishukuru uongozi wa kanisa, nishukuru baba mchungaji. Mungu awabariki sana, pamoja na uongozi wa kanisa. Tunaleta shukrani zetu za dhati kwa ajili ya kutupokea. Bwana asifiwe. Pamoja na washarika wote kutuheshimisha na kututunza. Mungu awalinde na Mungu awapiganie katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tulikuwa na semina yenye kichwa cha somo kinachosema tengeneza mahusiano yako na Mungu yanayoratibiwa na Roho Mtakatifu kwa kuvunja mahusiano yaliyoko kati yako na dhambi yanayoratibiwa na Shetani. Na siku ya leo ikiwa ni siku yetu ya 7 na tunaangalia jana, siwezi kurudi kule nilipotoka, lakini wewe ulikuja siku leo uwe na amani. Mungu atakupa kicha kwako katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tutaenda kuangalia jambo ambalo
linapelekea kujenga mahusiano yako na Mungu yaweze kuwa vizuri. Jana tuliangalia jambo moja, leo tutaangalia mambo mawili tutamaliza. Jambo la pili, mkaribie Mungu kwa kufanya ibada na maombi na utengeneze. Mkaribie Mungu kwa kufanya ibada na maombi na umtegemee yeye na kumtii peke yake, wala usimchanganye na miungu mingine. Bwana Yesu asifiwe. Mkaribie Mungu kwa kufanya ibada pamoja na maombi, wala usimchanganye Mungu pamoja na miungu mingine yoyote. Usimchanganye Mungu na uchawi, usimchanganye Mungu na mairizi, usimchanganye Mungu na waganga, usimchanganye Mungu na dhambi ya aina yoyote. Hapo utatengeneza mahusiano yako yatakuwa mazuri na Mungu, na ukiita Mungu atasikia. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha Danieli mlango wa 9 mstari wa 3, neno la Bwana linasema, nikamwelekezea Bwana Mungu uso wangu ili kutaka kwa maombi na dua pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia na majivu. Kwa hiyo hapa tunaona mtumishi wa Mungu Danieli ambaye anatengeneza mahusiano yake kwa kufanya ibada na maombi. Hakuna kitu chochote tunakipata kwa Mungu pasipo kuomba. Kila kitu ambacho tunakitafuta kwa Bwana lazima tuombe, lazima tufanye ibada na Mungu wetu. Anasema, nikamwelekezea Bwana Mungu uso wangu ili kutaka kwa maombi. Unataka chochote Bwana afanye kwenye maisha yako, hicho kitu kitake kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usitake kufanikiwa kwa kuvaa mairizi, usitake kwa kufanikiwa kwa kwenda kwa waganga, usitake kufanikiwa kwa kutoa kafara. Taka kufanikiwa kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usishangae hata kama ni siku yako ya kwanza au ni siku yako ya kwanza kufika kwenye mkutano. Usishangae wala usifanye aliyokuja siku zote naye abaki anashangaa. Usije ukashangaa hii ni sauti ya namna gani. Nilisema sauti yangu ikanyamaze, nilisema ufahamu wangu nyamaze, bali Bwana wa majeshi akanena na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ananena na wewe mtu wa Mloba ya kwamba ukitaka jambo lolote litake kwa maombi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna chochote tutakachokipata nje ya maombi, nje ya ibada. Vitu vyote tutavipata ndani ya maombi, vitu vyote tutavipata ndani ya ibada. Fellowship na Roho Mtakatifu, ibada na Mungu aliye hai, utapata kila unachokihitaji. Pengine wewe ni mwanafunzi unatamani kufika chuo kikuu, taka kwa maombi, taka kwa maombi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unataka kuanza biashara, anza kwa maombi, taka kwa maombi. Danieli anasema, nikamwelekezea Bwana uso wangu ili kutaka kwa maombi na dua pamoja na kufunga. Mtumishi wa Bwana usile kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hakikisha unafunga hata siku moja. Pia ukifunga ni dawa. Bwana asifiwe. Kufunga ni dawa. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kila wakati taka chochote kwa kuomba pamoja na dua pamoja na kufunga. Funga hata siku moja, funga hata siku 2, siku 3. Funga tumlilie Bwana, funga tumlilie Bwana. Chochote utakachokuwa unakihitaji utakipata ndani ya maombi. Kwenye maombi kuna majibu, kwa sababu Yesu tunayemtumikia ni Mungu anayeongea, sio Mungu bovu. Bwana asifiwe. Sio ilizi lisilonena, bali ni Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu waelewe hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu anajua nguo yake alipoitoa.
Unajua nguo yako ulipoitoa? Si ndio? Nijibu basi. Si ndio? Hiyo nguo yako ulinunua sijui machinga sijui wapi. Si unajua? Na fundi aliyekushonea si unamjua? Bwana Yesu asifiwe. Hayo mafuta uliyojipaka si unajua alipotoka? Bwana Yesu asifiwe. Mala hapo uliovaa si unajua alipotoka? Kuna dada amepigia miwani amependeza na miwani yako si unajua ilipotoka? Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni nani anaweza kusimama akaniambia kwamba anajua pumzi yake ni wapi inatoka? Yupo hata mmoja? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna hata mmoja anayejua ya kwamba chanzo cha pumzi kinatoka wapi. Kwa hiyo nikisema Bwana Yesu asifiwe, yeye ndo chanzo cha uhai, unatakiwa uitikie kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe mkutano. Bwana Yesu asifiwe. Watu wenye pumzi ya Bwana Yesu asifiwe sana, ambao watamtaka Mungu kwa maombi, ambao watataka mambo yao yafanikiwe kwa maombi, wapige kelele waseme Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sijui pumzi yangu inatoka wapi, ila Yesu nampenda, anasema chanzo cha uhai wetu ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Muulize mtu yoyote, hata kama ni kwa mganga, nenda muulize wewe mganga, unajidai wewe ndo kila kitu, unajidai unaweza kuua mtu, unaweza kuloga mtu, na kuuliza swali moja, niambie asili ya pumzi unayoivuta inatoka wapi? Ndipo hapo nitaruhusu niguse mwili wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisha katika jina la Yesu sema amen kwa jina la Yesu. Timotheo wa kwanza 2 mstari wa kwanza. Neno la Bwana nasema, basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanywe kwa ajili ya watu wote. Kabla ya mambo yote Mungu anataka nini? Anataka kabla ya mambo yote anataka dua, anataka sala, anataka maombezi na shukrani zifanyike kwa watu wote. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Umefika kwenye biashara yako, usianze biashara kabla ya kumkabidhi Yesu. Naomba nisome mistari hapa. Jambo la tatu kama unaandika, nitamaliza hapa vizuri. Jambo la tatu, mpokee Yesu Kristo. Mpokee Yesu Kristo na kumwamini katika mambo yote, kisha kaa kwake. Bwana asifiwe. Mpokee Yesu Kristo na kumwamini katika mambo yote, kisha kaa kwake. Warumi mlango wa 10 mstari wa 11 hadi wa 13. Wa 14 anasema, kwa maana andiko la nena, kila muaminie hata tayarika, kwa maana hakuna tofauti ya Myahudi na Myunani, maana yeye yule ni Bwana wa wote, mwenye utajiri kwa wote wamwitao, kwa kuwa kila alitajaye jina la Bwana ataokoka. Basi wamwitaje yeye wasiyemwamini? Basi wamwitaje yeye wasiyemwamini? Tena wamwaminije yeye wasiyemsikia? Tena wamsikiaje pasipo, wasomaji wenye Biblia, pasipo? Haya, sikiliza vizuri. Narudia mstari wa 14. Basi wamwitaje yeye wasiyemwamini? Tena wamwaminiche wasiyemsikia? Tena wamsikiaje pasipo mhubiri? Sasa mhubiri unioni hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukimkataa Yesu, Yesu ameshasema unasikiaje pasipo mhubiri? Mhubiri ndo liko hapa. Namalizia mstari wa mwisho. Yohana mlango wa kwanza mstari wa 10 hadi ule wa 12. Yohana mtakatifu mlango wa kwanza
mstari wa 10 na ule wa 12. Alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Sikiliza. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto Mungu, ndio wale waliamini jina lake. Ufunuo 3:20 mpaka 21. Anasema, tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, naye pamoja nami. Yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Bwana, pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Yeye aliye na masikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapo ni mwisho. Niondolee. Sasa hapo ni mwisho wa somo letu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tubonge kikubwa. Mwambie mwenzako tubonge kikubwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anasema kwamba alikuja kwao, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Bwana. Maana yake Yesu Kristo amekuja kwa watu wake. Amen. Maana yake Yesu Kristo amekuja kwa watu wake, akasema amekuja kwao, nao walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Siku ya leo usikubali kuondoka hapa pasipo kumpokea Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena, usikubali kuondoka hapa, uwe ni mtoto, uwe ni mtu mzima, usikubali kuondoka hapa kabla hujampokea Yesu. Kwa nini anasema nilikuja kwao, wala walio wake hawakumpokea? Maana yake alikuja kwa watu wake, na walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Bwana. Ninataka umpokee Yesu, uende pamoja naye kwenye biashara yako, akakusangaza katika jina la Yesu. Ninataka umpokee Yesu, uende naye kwenye ndoa yako, akakusangaza kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Simama kwa miguu yako. Naomba tutasogea hapa leo, tutaenda kuomba hapa mpaka kieleweke. Yaani ama koli baki hapa, ama Yesu ashuke hapa, kitaeleweka katika jina la Yesu. Na usio na haraka ya kuondoka. Yesu asifiwe sana. Naomba tutasogea kwenye uwanja hapa. Tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku ya leo. Tunatamani tukaombe sana siku ya leo. Sogeni tuko Bwana. Sogeni kwa Bwana. Wewe ulioko dukani pengine ulikuwa unanisikiliza kila muda na kila siku. Leo ni siku yetu ya mwisho, unaweza ukafunga duka lako ukasogea hapa. Tukaomba pamoja. Tukaomba pamoja. Naomba watoto tusogee tuko. Rabo shakata. Kama kuna mzee hawezi, naweza mkamsaidia tukiti akakaa upande huu. Mzunguke jukwaa, mzunguke jukwaa. Raba shaka wakati hivi. Raba shakata ramana. Rebo shakata rabosiki. Taishia hapa. Raba shanda raba koria manta. Rebo shanda raba koria manta rebo shanda. Sogea tu kwa watumishi wa Bwana. Leo tutakuwa na maombi ya kwetu kwa ajili ya kuombea mji wetu wa Mloa, lakini pia tutaiombea Tanzania, lakini pia tutaombea watoto wetu, lakini pia tutaombea biashara zetu, lakini pia tutaomba kwa ajili ya watu wote, ili Mungu wa mbingu na nchi aweze kutusaidia, ili Mungu aliyeumba mbingu na kuzifanya aweze kutuokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, naomba watu mliokaa kule sogea tu, usiogope. Tusogee kwa uwanjani kabisa kuelekea kanisa letu, tuweze kuomba kwa pamoja. Usiogope, usiogope. Mungu yuko kwa ajili yetu hapa. Uko sehemu salama sana. Yesu asifiwe sana. Mimi nasemaga popote ambapo Yesu yupo,
uko salama. Hata mtu akipiga bomu haufi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa naomba tusogee huko. Usije ukaondoka tafadhali, usiondoke. Sasa ulikuja kuangalia kaka mtumishi kanobili ni akina nani? Wewe njoo upate kitu uondoke. Bwana asifiwe. Amina. Ndio maana nimewahi kumaliza ili usizingizie muda. Bwana asifiwe. Amina. Funika macho yako tupopote ulipo. Nataka nikaombe na watu wachache hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Basi wakati umefunika macho yako, natamani kuuliza swali hili. Na leo ikiwa ni siku yetu ya mwisho, tunaweza tusionane kwa muda kidogo. Si chini ya miaka 2, 3, 5. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pengine tunaweza tusionane au tukaonana mbinguni. Yesu asifiwe sana. Yote yanawezekana kwa Bwana wetu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama uko mahali hapa unatamani Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hajalishi ni mtoto mdogo. Nilikuwa naulilia watoto kila siku wako wapi, kumbe wapo. Na ninamshukuru Mungu aliyofungulia siku ya mwisho. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unatamani Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kila siku ambapo tutakuwa unaomba Mungu aweze kukusikia. Nilifundisha siku za nyuma nikasema kwamba Mungu hawezi akakusikia, au nilifundisha kwenye kanisa moja hiki nikasema ukikaza kumpenda Yesu yeye atakuokoa. Ukikaza kumpenda Yesu. Unatamani Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, inua mkono wako mmoja juu. Usiogope. Usiogope. Ribo shandaraba karamantu rubosiki. Nyosha tu mkono wako, tufunike macho yote. Usimwangalie huyu mwenzako, huna pa kumpeleka. Huna pa kumpeleka. Yesu peke yake ndiye na mahali pa kumpeleka. Yesu peke yake. Basi wewe unyosha mkono pasipo kushusha. Usije ukashusha. Kwa sababu kishusha ni kama Yesu anakuhitaji. Nimeahirisha. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wewe unyosha mkono, naomba usogea hapa mbele. Tuanze na watoto. Kama umenyosha mkono, pita hapa. Sogea tu, uko natamani kumpa Yesu maisha yako. Panda huko cho kabisa. Panda huko watoto, mbona mnanishangaa? Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yenu. Usogeze huko nyuma. Mambo ya jini wangu. Pita nyuma wangu. Rabashaka tarabashaka. Hivi ndio Yesu akarudi hapa. Tukiachana na wale waliokuwa siku za nyuma. Na wewe mbona hakika Yesu yuko ndani yako. Yesu akaja hapa alafu akaondoa hao chap. Alafu akauliza tena swali, kama unataka Yesu nyosha mkono juu. Utanyosha? Alikuja kwao, wale walio wake wakupokea. Wajeshi saidia yule mama kumzileta hapa. Asante Yesu. Nyosha tu mkono wako. Jamani, usimwangalie. Funika tu macho yako. Bila uliza tu swali dogo. Kwani Yesu anasemaje? Saa msiuzalia ndipo ajapo mwana wa Adamu. Manake baada ya hapo unashangaa unyakuo umefika. Karibu mtumishi wa Bwana. Karibu mtumishi wa Bwana. Kuokoka sio kubadilishwa dini. Pengine wewe ni dini yoyote, si tunataka tu upate Yesu. Alafu uende kwenye dini yako kupeleka Yesu huko hivi. Yesu tena mkono wako juu hivi tuweze kuomba na wewe. Funika macho yako. Baba, katika jina la Yesu, ninaombea mioyo ya watoto wako. Wape kibali na neema itokayo kwako ee Bwana. Wape neema na kibali itokayo kwako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Mungu kwa kunagusa mioyo yao. Asante Mungu kwa kunagusa mioyo yao. Pokea sifa na heshima na utukufu. Maana peke yako unastahili. Wewe Mungu nena ndani ya mioyo ya watu. Nena ndani yao. Nena ndani yao. Nena ndani yao. Nena ndani yao. Katika jina la Yesu, kila kizuizi chochote ambacho shetani atakiweka ndani yao ili kuwazuia wasimkiri Kristo, ninavunja na kutangua kwa damu ya Yesu. Wakati umefunika macho yako hivyo hivyo, nauliza tena hili swali. Unasikia ndani yako unatamani kumpa Yesu maisha yako, awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Nyosha mkono wako mmoja juu. Kaka sogea. Njoo.
Yesu maisha yako. Nyosha tu mkono wako, usiogope. 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 Kama ni mzee unaweza mkamsaidia akaja akakaa kwa hapa mbele. Usiogope. Leo ni siku ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Chansi hajawahi kujirudia mara mbili. Chansi inakuwa mara moja, alafu inakuja ni neema. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wote tuna uhakika tunaenda mbinguni Yesu akirudi hapa. Kama na uhakika unaenda mbinguni, Yesu mkono wako juu. Yesu juu. Tumeoje tu. Yesu usinifungie. Bado muda wa kwenda mbinguni, hujafanya kazi ya Mungu. Yesu mkono juu. Yes. Na wakati mnyosha mkono, uwe na uhakika Yesu yuko ndani yako. Jihoji mwenyewe. Jihoji mwenyewe. Jitathmini. Haleluya Yesu. Asante Yesu, na watu wengi wanataka kuja kwako. Kuna watu wamekaa hapo hawajanyosha kukonde. Nyosha tu hivi. Nyosha tu saizi ambao utachoka, alafu nyosha tu kawaida. Hautachoka, alafu anza kujitathmini. Hivi ni dhambi nilifanya, nilisamehewa kweli? Anza kujioji. Wale kuja huku mbele sio kwamba wana dhambi, no. Tunajioji. Yesu akishuka hapa sasa hivi tunaenda mbinguni. Asante Yesu, na watu wengi. Asante Yesu, una watu wengi. Amen. Hebu kama unaona ndani yako sina uhakika kama nitaenda mbele, nyosha mkono wako. Naomba tushushe mikono. Sasa hapa ataogopa sasa. Bwana Yesu asifiwe. Huna uhakika, sijui uliokoka mwaka gani, lakini una uhakika. Hivi kweli hapa ndo nikafa hapa naenda mbinguni. Nyosha mkono wako hivi. Au sogea tu mbele taratibu. Jamani, tatizo last chance. Kwa mchungaji uko unajiandaa. Kwa mchungaji choo. Kwa mchungaji mwenyewe uko deep in prayer. Unachunguza kondoo zake. Bwana Yesu asifiwe. Wote tunaenda mbinguni. Amen. Basi Baba, karibu uweze kuwakabidhi watoto na watu wazima hao waliokubali kumpokea Yesu na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Sasa naomba msogee hivi, alafu usiutoe huko. Majeshi naomba hapa. Bado sipita kama hivi. Karibu. Naomba tugeuke. Geukieni huko. Yes. Ni wakati mzuri wa kwenda kuachilia watu wote wamekuja mbele hapa mkononi mwa Bwana. Tunaomba nguvu ya Mungu. Tutampa nafasi Yesu aingie kwenye mioyo yetu. Kama kuna mtu bado yuko tayari, maana wito huu ni wito wa hiari kwangu mimi na kwako wewe. Njoo kwa Yesu. Naposema habari za Yesu, kama alivyosema mtumishi wa Bwana, sio dini mpya, ni habari za kutengeneza mahusiano yangu mimi na Mungu. Ni nafasi nzuri sana. Nafasi hizi huwa sio nafasi za kila mara nyingi, lakini nafasi inapotolewa kama hii tuitumie jamani. Yesu yupo, amekuja kwetu kupitia watumishi wake. Natoa nafasi tena dakika moja. Kama yuko mtu, wewe upande tu, ina haja ya kuinua mkono au kufanya, uje tu huku tuombe wote. Basi ninyi mlioko hapa, watoto wazuri pamoja na watu, mko tayari sasa kumpa Yesu maisha yenu. Na mimi nitakwenda kuomba sehemu ya kwanza na sehemu ya pili. Sehemu ya kwanza itakuwa ni sehemu ya upatanisho. Upatanisho kwa ajili yenu ninyi na kwa ajili ya watoto. Na baada ya hapo tutaombea watoto wote. Kuna vitu vinatembea katikati ya maisha ya watoto wetu. Wengi wanashindwa kwenda shule.
wengi wanafukuzwa shule na walimu, lakini sisi wazazi tupo. Kwa ni nafasi yetu kulia kuwaombea watoto hawa ili Mungu aendelee kuwabeba katika masomo yao, katika maisha yao. Mtanifuata nyie watoto na watu wote walioko hapa mbele, nyosha mikono juu, mtanifuata. Semeni Bwana Yesu, mimi ni mtoto wako, niliyesikia neno lako, ninakuja kwako leo nikitubu dhambi na makosa yangu yote ambayo nimekukosea. Nakuja kwako Yesu nikitubu na kuomba rehema yako, na kuomba unisamehe dhambi zangu zote za mawazo, za maneno na matendo, na yale ambayo ninayafanya kutokujua. Na kuomba Yesu ufute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Yesu kwa kuniokoa. Asante Yesu kwa kuniponya. Sasa mimi ni mtoto wako. Naomba unitunze kokote nitakapopita. Naiomba hiyo damu yako Yesu initetee wakati wote. Asante Yesu kwa uzima mpya. Napokea kwa shukurani kwa jina la Yesu. Amen. Sasa kabla tujaenda kuomba kwa wote, tumekuwa na mkutano mahali hapa na wako wengi wamempa Yesu maisha. Tutakuwa na sehemu moja ya kuombea kwanza hawa watoto, alafu tutaomba wale wote waliokata shauri tuwaombee pia nao. Mungu aendelee kuwabeba. Watumishi wa Bwana tutawaombea, tutapita tuwaombee hawa, na baada ya hapo tutaomba wale waliokata shauri toka tumeanza mpaka leo, hao nao tuwaombee. Amina. Inua mikono yako mpaka kule nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Twende tukaombe kwa ajili ya watoto pamoja na wote ambao wamempokea Yesu siku hii ya leo. Roba shaka taramana. Muamini tu Yesu. Mtoto, funika macho yako. Unataka mahali sisi tumefika, chuo kikuu. Muamini Yesu utafika. Muamini Yesu utafika. Basi ninaomba wale ambao wako sekondari, kama uko sekondari, naomba uje ukae nyuma ya hawa. Kama unasoma sekondari shule ya msingi, tunatamani tuunganishe kwenye agenda, tusirudi tena hapa. Ni mwanafunzi, sogea hapa tuombe na wewe. Mnajua kule shuleni mambo yanatokea. Ila majeshi, naomba hawa hapa muandike. Hawa wanakuja wanafunzi wakae kwa nyuma yao. Uanze mstari unaofuata hapo kwa nyuma. Rabo shaka. Wewe ni mwanafunzi, usibaki uko unaelewa kule shuleni nini kinatokea. Lakini Mungu wetu ni mwaminifu, amekuja kwa ajili yenu. Raba shanda raba kuri. Dijeni wakika kabati tu hapo. Ribo shanda raba kuri ya busaka. Watoto usiseme kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, nimekuja mbele zako siku ya leo. Siku ya leo kwa ajili ya maisha yangu. Asante Bwana kwa kuwa nimekupokea. Ongeza sauti. Kwa kuwa nimekupokea. Kwa kuwa nimekupokea. Ongeza juu zaidi. Kwa kuwa nimekupokea. Bwana Yesu, maisha yangu na yakabidhi mikononi mwako. Kila uchawi uliofanyika kwenye maisha yangu ninaukataa. Kila uchawi moyo yangu ninaukataa kwa jina la Yesu. Kwa
jina la Yesu. Sitafeli, kwa jina la Yesu. Maisha yangu hayataribika kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila mapepo ninaita moto, kwa nguvu naita moto. Sema moto. Kila mapepo yaondoke ndani yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu ikanifunike ninapokuwa shuleni, ninapotembea. Damu ya Yesu ikanifunike kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu ikanifunike kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Kila roho za mapepo ziondoke ndani yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nikafanikiwe kwenye masomo yangu, nikafanikiwe kwenye masomo yangu kwa jina la Yesu. Kila roho za uchawi toka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nguvu za kichawi kwa damu ya Yesu. Achia elimu yangu, achia elimu yangu, achia elimu yangu, achia elimu yangu, achia elimu. Endelea kuomba, endelea kuomba. Rabashanda rabakuria manta. Achilia damu ya Yesu kwa watoto wa Bwana. Ninakomboa elimu zao, ninakomboa elimu zao, ninakomboa elimu zao, ninakomboa elimu zao. Kila aliyekamatwa kichawi na moto pete, na moto pete, wakaachiliwa kwa damu ya Yesu. Nguvu yako Bwana ipete juu yao. Tunakata roho za kufeli, roho za kufeli kwa damu ya Yesu. Nguvu za giza, nguvu za giza, acha maisha yao, acha maisha yao, acha maisha yao. Ninawaponya watu wao, ninawaleta mbele zako kwa damu ya Yesu. Kila aliyejua ufahamu nitawe shetani, achia maisha yao, achia maisha yao, achia elimu zao, achia elimu zao. Ninachia damu ya Yesu ikapita juu yao, ikapita juu yao. Damu ya Yesu Bwana wakafanikiwe kwenye masomo yao. Mtoto omba kwa damu ya Yesu. Kemea kila maroho ya majini, maroho ya mapepo yakatiwa kibao. Tunafanya roho za kufeli, roho za mahangaiko, mapepo toka. Acha elimu yake, ewe pepo, huyo sio wa kweli. Unakuatisha kwa damu ya Yesu. Toka haraka. Nguvu za giza, achia huyo mtoto, achia huyo mtoto, achia huyo mtoto. Sio Mariano tena, sio Mariano tena. Maroho ya kichawi, maroho ya kichawi. Achia haraka, achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake. Rapa sana, endelea kuomba mtoto, endelea kuomba mtoto, endelea kuomba. Rapa sana, kijana huyo, ninaachilia damu ya Yesu ikatembea juu yao. Mungu waponye watoto wako, waokoe Bwana, waokoe Bwana, waokoe
Bwana, kila uchawi wote, kila uharibu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, nguvu za giza, unasema aliendo sana, nguvu za mapepo, Amen. Basi wote tunaweza mkazunguka hiyo. Kama mtaandikwa, naweza mkaenda pande yetu wale ambao walikuwa wameokoka. Wasogea pande. Tuwaombe kualika watu wote wamepata shauri kwenye mkutano huu. Siomba na wewe. Rabo shakata. Waje sinaomba mnaoandika muandike hao kama mjamaliza. Baba asante kwa ajili ya binti.
ninatangaza uzima. Nguvu za giza hazina mamlaka ndani yake, hazina mamlaka. Ndio mapepo yote yanayokaa ndani yake, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, achia ufahamu wake. Ninatangaza uzima, ninatangaza uzima. Pokea kufunguliwa, pokea kufunguliwa na ukafanikiwe kwa jina la Yesu. Amen. Naomba watoto tusimame, tusogea hapa tuanze kuomba kwa pamoja. Sogea tu wote hapa, wote waliokaa kule, naomba sogea hapa, usiogope, tukaombe kwa pamoja, tukaombe kwa pamoja. Rabashakata rabasiki robo shanda rabakuru ya mata ili akata rabashanda. Leo tuna agenda nyingi kidogo, tuna agenda nyingi kidogo. Natamani tusogea hapa tukaombe kwa ajili ya nchi yetu, tukaombe kwa ajili ya nchi yetu. Baada ya hapo tutaenda kuomba kwa ajili ya watu wote, waombe Mungu akawabariki na akawatunze. Naomba usimame tukaombe kwa ajili ya nchi yetu. Kama nchi yetu itaenda kwenye uchaguzi, kama nchi yetu itaenda kwenye uchaguzi, na uchaguzi usio mzuri, wewe na hakika watakopata shida ni wananchi. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunapokwenda kuomba kwa ajili ya nchi yetu, twende tukamwambie Mungu akawe pamoja na nchi yetu. Bwana asifiwe, akaistawishe nchi yetu, tukawe na amani siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Inua mikono yako juu, nenda mbele za Bwana, ombea nchi yako, ombea nchi yako, ombea amani ya nchi yako endelee kudumu, ombea uchaguzi wetu ukawe ni uhuru, ukawe salama, uchaguzi wetu ukawe salama, na tukapate kiongozi yule anayetoka kwa Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakuja mbele zako kwa damu ya Yesu Kristo, ikiwa ni siku yetu ya mwisho ya mkutano wetu Bwana, tunasogea mbele zako Jehova, tunasogeza taifa letu la Tanzania Bwana, pamoja na nchi yako Israeli Bwana. Mungu, tunasogea mbele zako kwa damu ya Yesu Kristo, tunasogeza nchi yetu, tunaomba amani, tunaomba amani Bwana, tunaomba amani yako ikatawale Bwana kwenye uchaguzi, amani yako Bwana ikatawale kwa jina la Yesu Kristo, kwenye masomo yetu, kwenye uchumi wetu, kwenye biashara zetu, kwenye barabara zetu. Familia yako kwa damu ya Yesu, pokea kufunguliwa, pokea kufunguliwa, pokea kufunguliwa. Funguka, 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 funguka.
pita. Nambulia hai. Achilia uzima juu ya mama yetu. Apokea uzima tangu sasa. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Asante Bwana kwa ajili ya mama huyu. Pokea uzima. Pokea uzima. Pokea uzima kwa jina la Yesu. 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 Pokea uzima. Pokea uzima. Endelea kuita damu ya Yesu. Endelea kuita damu ya Yesu. Endelea kuita damu ya Yesu. Usiogope, ita damu ya Yesu. Mama usiogope, dada usiogope. Saa ya Bwana kukuhudumia. Saa ya Bwana kukuhudumia. Usiogope jambo lolote. Yesu yuko kwa ajili yako. Yesu yuko kwa ajili yako. Yesu yuko kwa ajili yako. Mwamini Yesu peke yake. Mwamini Yesu peke yake. Mwamini Yesu. Ataondoa uchungu. Ataondoa mateso kwenye familia yako. Pokea uzima. Pokea kustawi. Pokea uponyaji. Pokea uponyaji. Pokea uponyaji. Kwa jina la Yesu. Uwe mzima. Uwe mzima. Uwe mzima. Kwa jina la Yesu. Yesu anakuokoa. Yesu anakuokoa. Yesu anakuokoa. Pokea uzima na uponyaji. Pokea uzima na uponyaji. Kwa jina la Yesu. Uwe mzima mama. Uwe mzima mama. Pokea uponyaji. Pokea kuinuliwa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ita damu ya 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 Yesu. Mwamini Mungu. Mwamini Mungu. Atakustawisha. Atastawisha watoto wako. Atastawisha ndoa yako. Mwamini Yesu. Ita damu ya Yesu. Ita damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Ita damu ya Yesu. Ita damu ya Yesu. Baba shaka taramosa. Pokea uzima. Pokea uzima. Pokea uzima. Uzima ingia nyumbani kwako. Uzima ingia nyumbani kwako. Uzima ingia nyumbani kwako. Kwa damu ya Yesu. Kuinuliwa. Funguka. Funguka. Kwa damu ya Yesu. Refleta ndani yako. Refleta. 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 Kwa jina la Yesu. Funguka wewe. Funguka wewe. Kwa damu ya Yesu. 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 Magonjwa kaondoke. Yesu akaondoke. Baba shaka. Baba. Mtakatifu. Soka ndani yake. Soka ndani yake. Maisha yako, Mungu aponye maisha yako kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo. Baba shaka, nguvu yako inapita ndani yao. Mungu akuse kwa neema yako, akuse kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pita Bwana, pita Bwana, akuse Yesu, akuse Yesu, akuse Yesu. Chini yote, kamata maisha yake. Pisha. Jina la Yesu. Jina la Yesu.
Ninasogeza watoto wako mbele zako. Naomba Bwana uwatunze kwa damu ya Yesu. Uibariki mlo wa Bwana, uwalinde watoto wako kama vile milima inavyozunguka Yerusalemu, ndipo Bwana anavyozunguka watu wake kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu azunguke familia yako, Mungu azunguke watoto wako, Mungu azunguke nyumba yako. Pokea kuinuliwa, pokea kuwekwa huru, pokea kufanikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Ninakutamkia baraka zikaende pamoja na wewe, ninakutamkia ulinzi uende pamoja na wewe. Maroho ya malipizi ninayakataa, maroho ya malipizi ninayakataa, ninayafunga, ninayatupa kuzimu kwa jina la Yesu. Ukafanikiwe, ukafanikiwe, ukainuliwe kwa damu ya Yesu. Mungu wa mbinguni akutunze, Mungu wa mbinguni akulinde. In the name of Jesus. Mungu wa mbinguni wabariki sana. Ninawapenda katika jina la Yesu. Amen. 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 Karibu mchungaji kwa ajili ya kuendelea. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigeregere. Ongeza makofi na vigeregere. Kwa nafasi ya kushukuru Mungu tena kwa ajili ya siku nzuri. Naamini watumishi wa Bwana wametufanyika kwa baraka kwetu. Wamekuwa kwetu kwa siku hizi zote 7. Tunaamini tumeona mkono wa Bwana ukitenda kazi katikati yetu. Basi sisi sifa na utukufu tunamrudishia Mungu kwa sababu ya kule kufanyika kwa baraka kwetu. Na sisi tumeona neema ya Bwana ikija kwetu. Wale wote wamekata shauri kwenye mkutano huu, tutaomba kwenye makanisa yetu. Tukaandika majina yao wale viongozi wa uinjilisti wa kina tume, na baadaye tutafanya semina kwa ajili yao ili tuweze kuimarisha. Wale wote kwenye madawati yetu ya uinjilisti wa kina tume kwenye makanisa yetu, tutaandika majina yao, na baadaye tunatazamia tufanye semina kwa ajili yao ya kuimarisha kiroho. Lakini kwa kweli tumshukuru Mungu sana kwa sababu ya mkutano huu umekuwa ni mzuri, wenye baraka, na tumeona mkono wa Bwana ukitubariki. Asanteni watumishi wa Bwana, Mungu wabariki. Kwa kweli katika huduma hii naendelea kuwaombea kila mtakapokuwa mnakwenda, mwe mnatushirikisha, basi taasisi tutakuwa tukiwaombea
ili Bwana kule muendako Mungu awatie nguvu na kuinua. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa nafasi hii sijui kama katibu wa parish atakuwa karibu awe na maneno machache ya kuwashukuru kwa niaba ya parish yetu. Katibu wetu wa parish kama atakuwa karibu. Katibu wetu wa parish kama atakuwa. Basi tumwombe katibu wa dawati aje ana maneno machache ya shukrani hapa, na baadaye tutakuwa tukiahirisha pamoja nao. Tutaomba hao ndugu zetu, tutakuwa na mazungumzo nao jioni kwa ajili ya salamu za kuagana nao sisi kama parish, kwa sababu wenzao yuko kwenye huduma kule, na kwa hiyo tutafanya mazungumzo baadaye. Tutawafuata kule mahali waliko, tutafanya mazungumzo, lakini tuwashukuru sana watu wote kwa ajili ya ushirikiano mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tupunge mkono wa amani kwa ajili ya mkutano. Makofi mengi kwa ajili ya mkutano. Asante sana. Basi mimi awali ya yote nipende kuwashukuru ndugu wanafunzi kutoka Yudomu kwa kutuletea neno. Tumejifunza kiukweli, tulioanza kuanzia Jumatatu kuna vitu ambavyo tumejifunza, lakini hata kama na wewe umetokea siku ya leo, amini kuna kitu umetoka nacho. Bwana Yesu asifiwe. Basi mimi nipende kuwashukuru Wakristo wote kwa kuwa pamoja nasi katika mkutano huu. Niombe Mungu atubebe katika maisha yetu na tuliojifunza yawe ni baraka katika malango yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na baada ya hapa tutaomba tusaidiane kupeleka viti ndani kwa ajili ya kuacha vitu vyote vikiwa vimeenda ndani kwa usalama zaidi. Bwana Yesu. Karibu sana Floa. Kesho wanakuja Karama. Mungu tunashukuru sana kwa wema wako wewe. Alpha and Omega Glory to God Ministry. Tembelea chaneli yetu ya YouTube. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe.